Niseme tu kwamba tunamshukuru Mungu. Baba Askofu, karibu sana kufanya kazi hapa katika taasisi yetu ya FPC Ruo. Tuko jumla ya wafanyakazi 33. Walimu wako 16 na wafanyakazi wasio walimu wako 17. Kama ambavyo nimetangulia kutoa utangulizi kwa habari ya idadi ya wanafunzi, tunashukuru Mungu kwamba Mungu amekuwa na 276 ambao tayari wako hapa. Wanaendelea na masomo yao kuanzia kidato cha kwanza mpaka na kwa mwaka wetu jinsi ambavyo hivyo tumechanganyikana, na kwa sababu ya muda hatuwezi kujitambulisha wote, lakini niseme tu kwamba tunatamani sana kwamba tuweze kupata hata kama dakika 5 na baraka kwenye majukumu yetu. Aliyeko mkono wako wa kushoto hapo ndo mwenyekiti wetu wa bodi, Mchungaji Frank Mchihama. Karibu sana. Shukuru kwa mfano. Nafasi kama askofu aweze kusema neno kidogo kukaribisha baada. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio ni si msemaji, ila nichukue nafasi hii kuwashukuru wafanyakazi kwa kubali kuwepo hapo kusubiri, na msemaji wetu ni askofu, makamu askofu mkuu. Yeye ndiye atakuwa msemaji kwa ajili ya kututia moyo na pamoja na mimi kwa wote. Bwana Yesu asifiwe. Basi tutulie na tupe nafasi makamu askofu wetu mkuu ili apate nafasi ya kutusalimia wala kututia moyo kwa dakika hizo chache. Karibu sana baba askofu. Asante sana. Kwa ajili ya kuzungumza na wafanyakazi hapa. Ndugu askofu wetu mteule wa jimbo hili la Kusini, mwenyekiti wa bodi na mkuu wa shule na wafanyakazi wote kwa ujumla, niseme Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ninamshukuru Mungu ambaye amenipa neema na kibali niweze kuwepo hapa siku ya leo kwa jukumu maalum kumwakilisha askofu wetu mkuu. Kwanza kabisa nilipowasili hapa nimepokea taarifa za maendeleo ya taasisi yetu hii ya shule ya Ruo Sekondari, na kwa niaba ya askofu mkuu nichukue nafasi hii kuwapongeza sana kwa jinsi ambavyo mnajituma kufanya kazi kwa kiwango ambacho nimemweleza headmaster hapa kwamba sisi kama bodi ya wadhamini wa kanisa la FPCT tunamshukuru Mungu kwamba hatujapokea kesi yoyote kutoka Ruo toka siku za nyuma, na tulipokea tu maombi ya kuwapa uwezesho wa kuweza kufikia mahali fulani, lakini kitu kikubwa ambacho tunashukuru Mungu ni kwamba kile kidogo ambacho mmekuwa mkikipata mnajitahidi kuzalisha zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mwenyekiti wa bodi nikupongeze kwa ubunifu. Tulipokea maombi ya kuuza baadhi ya vitu chakavu tukayaidhinisha bila shaka yoyote, kwa sababu tunajua moyo wenu na utayari wenu wa kufanya kazi. Ndugu zangu wapendwa, niwashukuru kwanza kwa taarifa niliyoipokea kwamba shule yetu imeendelea kupata kibali machoni pa jamii ya Kusini huku, na kama kitu kinapata sifa njema wanaosababisha ni wafanyakazi. Sawa sawa jamani, na tukumbuke kwamba ili tuweze kufanikiwa na kupiga hatua zaidi lazima tuondoe ile dhana ya zamani ya kimisheni ambayo wazalendo waliopokea taasisi hizi kutoka kwa wafadhili waliziona kama sio mali yao, na wakafanya wakati mwingine chini ya kiwango kile cha uwakili. Mtu anafanya kama kitu ambacho hakimuhusu sana. Lakini kwa mtindo huu wa ninyi mnavyofanya kazi hapa, nimebarikiwa sana kuona jinsi gani mnaithamini taasisi, mnaipigania taasisi kwa kujituma. Lengo letu na shabaha yetu ni kwamba kila mtu mahali alipo alete tija, na mwisho wa siku jina la Bwana liinuliwe. Kwa sababu katika shule hii hatufanyi kazi tu peke yake ya kupata mahitaji yetu ili tujikimu, lakini pia
tunamtangaza Mungu kwa matendo mema ya kuitendea jamii ya Wanakusini. Kwa hiyo mnapojenga sifa ya taasisi hii, maana yake mnasababisha jina la Mungu litukuzwe na kuinuliwa na watu wengi wamjue Bwana. Kwa hiyo nataka kusema kwa niaba ya askofu mkuu na bodi ya wadhamini pia kwamba sisi tuko tayari kuendelea kutoa ushirikiano na taasisi yetu hii, hasa kwa kuona iko kwenye kipindi ambacho tunaona wazi ya kwamba inachanua kuelekea mafanikio makubwa zaidi. Nimeletewa maswali juzi, nitamwachia headmaster na watu fulani ambao walitutembelea, watu wa benki ya NBC. Mdhamini mwenzangu mchungaji Elia ndiye aliyepokea huo ujumbe wa kuulizwa kila taasisi yetu ina perform vipi. Lengo la wale watu wanataka kufanya partnership na sisi kuhakikisha kwamba kama tuna mahali tunahitaji labda usaidizi wa kujikwamua ili tuende mbele kwa haraka, waweze kunyosha mkono wao kwa nia njema na kwa mapenzi mema. Shabaha yao ni kuwezesha taasisi pamoja na wafanyakazi. Kwa hiyo nataka kuahidi kwamba chochote kilicho chema tutakachokiona hatutaacha kuwashirikisha na hatutaacha kuwasemea. Kwa hiyo ninaporudi kule makao makuu, ninarudi na uso uliochangamka kwa kukuta Ruo inaendelea kuongeza idadi ya wanafunzi. Maana yake kama mlivyopata mwaka huu wanafunzi wengi, tutarajie mwaka kesho kuwa wengi zaidi, kwa sababu taasisi inajihubiri na kujitangaza kupitia product zake. Kwa hiyo hata ufaulu mliopata ni kwa hizo juhudi. Kwa hiyo niwaombe tu kila mmoja wetu ajitambue pale alipo, achape kazi kwa bidii, na tena tuondoe dhana ya kufanya ili mradi unafanya. Hali halisi ya kawaida, hii ni business ukileta kwenye mazingira ya kawaida. Na biashara yoyote ili ifanyike vizuri, mwenye nayo uiseme vizuri, uifanye vizuri, uzingatie ubora ili kuvutia wateja. Na kwa namna moja ama nyingine, mwisho wa siku mambo yatakwenda vizuri. Kumekuwa na kilio kwenye baadhi ya shule zetu au taasisi zetu. Watu wanalalamika hatupati wanafunzi. Lakini baadaye nikasema na mfanyakazi mmoja, mshirika wetu ambaye alikuwa kiongozi kwenye shule ya Wakatoliki, inafanya udahili wa wanafunzi mpaka inawatema. Kinacho maintain nini? Ni quality. Kinachowabeba ni ubora wa yale wanayofanya. Na unajua, pamoja na kujitangaza jamani, lakini Waswahili walisema kizuri kinafanyaje? Kinajiuza chenyewe. Kwa hiyo unapoperform vizuri, ile product yako na matokeo yako yanatembea kila mahali, kabla wewe hujafika yameshafika. Kwa hali hiyo niwatie moyo kwamba msilegeze mwendo ili viwango visipungue. Amen. Karibu sana kwa wakati huu. Mkao wetu kama jinsi tunavyoona. Hawa hapa ni kidato cha kwanza walioko mwaka huu 2025. Ndio. Mbele yako kule ni kidato cha pili. Na kwenye kona hapo kidato cha tatu. Na hapa wako kidato cha 4. Nichukue nafasi hii kuwashukuru wanafunzi wote. Kama mkuu wetu wa shule alivyosema, tumejiwa na ugeni wetu mkuu. Askofu wetu mkuu amekuja hapa kwa ajili ya tukio pale kanisani, lakini pia aliona vyema atoke bila kuwasalimia, kuwatia moyo na kuwaona kwa macho. Kwa kusema hivyo basi, mimi si msemaji, nimpe nafasi askofu wetu aweze kuwasalimia. Karibu sana baba askofu kwa maneno machache kwa wanafunzi hawa. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristu. Ninawasalimia wote katika jina la Yesu. Amen. Nipende kumshukuru Mungu ambaye amenijalia neema ya kukutana nanyi wanafunzi wa shule yetu pendwa na nzuri ya Ruo Sekondari. Niwapongeze kwa kuchagua kuja katika taasisi ya Ruo ambayo imetulia sana.
au mnasemaje? Si hapa ni mahali pazuri pa kujifunzia, kupata elimu bila usumbufu wowote. Niwapongeze kwa kufika hapa na kuchagua kuja kujifunza elimu ya sekondari kwenye shule yetu hii. Kanisa la FPCT ndio mmiliki wa shule hii, na lilipokuwa likiangalia ustawi wa wanakusini wote, niliona vema kuwekeza kwenye taasisi kama hii. Na kama mnavyoona miundombinu yake ilivyo na ubora, hebu niwasihi sasa kuja kwenu hapa msipachukulie for granted, yani muone ni fursa ambayo Mungu amewapendelea kuja hapa. Msome kwa bidii, kwani wazazi waliowaleta hapa wanaingia gharama kubwa, na mkiendelea kutumia nafasi hiyo kwa kusoma vizuri, hamtarudi kama mlivyokuja Ruo, mtarudi mkiwa watu wengine. Kwa sababu ni muhimu sana kutambua kwamba wakati wa kupata elimu upo kwa kipindi maalum. Kuna wakati unakuja wa majukumu mengine. Katika huu umri mzuri mlio nao, hebu tumieni nafasi hiyo kupata elimu vizuri, na mwisho wa siku muende hadi elimu ya juu, lakini msingi muupate hapa. Kwa hiyo jifunzeni kwa bidii, jiepusheni na mambo mabaya yasiyofaa ambayo yamekuwa kikwazo kwa vijana wengi katika kizazi cha leo. Kumbukeni shule hii ni ya Kikristo, inafundisha pia maadili mema, ili uwe mama mzuri kwenye siku zako zijazo, uwe baba wa uhakika siku zako zijazo. Jitahidi sana kumcha Mungu na kumtanguliza Mungu mbele, yeye awezaye kustawisha maisha yetu kutoka hatua moja hadi nyingine. Na kwa kufanya hivyo utasaidia maisha yako kupiga hatua iliyo njema, na mwisho wa siku wewe utakuwa sio mtu wa kawaida. Maana mwanafalsafa mmoja aliwahi kusema hivi, knowledge brings authority. Yani ule ujuzi wa elimu ulionayo ndio utakao kupa mamlaka baadaye. Sasa usipokuwa na elimu huna la kusema popote pale. Lakini hebu someni kwa bidii, mpate maarifa. Na bahati nzuri nchi yetu chini ya serikali ya Mheshimiwa Samia imeendelea kujenga mazingira rafiki ya nyakati ambacho kizazi hiki munaandaliwa katika elimu ya kidijitali pia. Kuna vitu vingi vya kisasa ambavyo wengine walivikosa, lakini ninyi mnavipata. Unaanza kukutana na kompyuta toka secondary school na wengine primary, mambo ambayo hayakuwepo zamani. Watu waliona kompyuta vyuo vikuu huko, lakini ninyi pateni hayo maarifa, maana maarifa pia ndiyo yanaweza yakakusaidia kuya control maisha. Biblia inasema mkamate sana elimu, wala usimwache aende zake. Kwa nini elimu tunapaswa kuishika sana? Maana hiyo ndiyo inaleta maarifa, na maarifa yanatusaidia kukabiliana na maisha. Usipokuwa na maarifa, maisha yatakuweza. Hutakuwa na la kufanya, utakuwa mhangaikaji tu. Lakini ukiwa na elimu, umekusanya nyenzo za kukabiliana na maisha kwa urahisi. Na Waswahili kule mitaani wanasema, soma sana kama mtumwa kisha uishi kama mfalme. Ukifanya hivyo, hautajutia muda wako ulioutoa kwa ajili ya kujifunza, utakupeleka mahali pazuri. Kwa maneno haya machache, niwatakie neema na baraka za Mungu katika masomo yenu, mufanikiwe na zaidi ya wale waliowatangulia, na Mungu awabariki sana. Yeah.
mtakatifu, Mungu aliye hai, tunakutukuza, tunakuinua, tunakuadhimisha, maana hakuna aliye kama wewe. Wewe ni mfalme wa wafalme, ni Bwana wa bwana, Mungu wa ajabu, Mungu usiye na mwanzo wala mwisho, na kutuwezesha kufika mahali hapa siku ya leo. Asante kwa ajili ya kumlinda kiongozi wetu wa kitaifa, makamu askofu mkuu. Umemsafirisha salama kutoka huko alikotoka na kumfikisha mahali hapa Bwana. Juu ya Bwana
katibu wa jimbo, tafadhali kwa ajili ya utambulisho na ukaribisho wa wageni wetu. Tunatoa sababu ya kumshukuru Mungu. Haleluya. Jamani, haya yao leo ni kuwa. Amen. Tuna furaha sana leo kuona mchungaji wetu mchungaji Erasto Kabona. Ni siku maalum kwake pamoja na mchungaji wetu Philoteus Yaule. Jamani, ni baraka kubwa. Vigenge. Askofu, makamu askofu mkuu wa kitaifa, mchungaji wetu Elias Simon, kwa heshima kabisa napenda nikuwatambulishe kwako wageni mbalimbali na watumishi wengine wa Mungu na viongozi wengine wa serikali na chama ambao wametembea mahali hapa siku ya leo wakijua umuhimu wa tukio hili kubwa. Wewe mwenyewe utapata nafasi ya kutambulishwa na askofu wetu wa jimbo na ile itifaki nyingine ya kitaifa. Askofu wetu wa jimbo anaisimamia itifaki hiyo. Mimi nina wajibu tu wa kutambulisha hawa wadogo wenzangu ambao tunatumika pamoja. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Basi kwanza kabisa niombe niwatambulishe washirika wote ambao tumehudhuria hafla hii nzuri ya baraka ya usimikaji wa askofu wetu wa jimbo na makamu wake. Naomba tusimame sisi washirika na tupunge mikono tukimsalimia askofu wetu wa jimbo. Naomba tupunge mikono, punga mikono kwa ulipo. Ambao wanasimamia matawi tafadhali naomba wasimame na baba askofu aweze kuwaona. Makofi kwa wachungaji wa matawi. Asante sana. Asante sana. Naomba pia kama kuna wake za wachungaji hao wa matawi nao naomba tayari wasimame kwa sababu tunafanya huduma pamoja. Naomba msimame pia sana. Wachungaji wetu wa makanisa ya mahali pamoja na wasaidizi wao, ikiwa na maana kwamba wachungaji wasaidizi lakini pamoja na wake za hao wachungaji. Kwa heshima kabisa niwakaribishe au niwasimamishe watumishi wa Mungu ambao nimewataja. Tafadhali naomba msimame na mpunge mikono, kupungia hadhara hii mikono. Tafadhali karibuni wachungaji wangu wasaidizi pamoja na wachungaji wa makanisa ya mahali. Naomba msimame. Nitambulishe mama askofu mstaafu, mama askofu Chiwango. Yeye atasimama na atatupungia mikono na mama huyu atapigiwa vigengele vingi sana. Tunaye amani. Nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu kwa wema wake na fadhili zake. Ameweza kutulinda, tumesafiri kutoka maeneo mbalimbali na tumeweza kufika mahali hapa ni kwa sababu Mungu alikuwa pamoja nasi. Na bila kupoteza wakati, askofu wangu, askofu mkuu msaidizi, nipewa nafasi ya kuweza kutambulisha makamu askofu wangu na pia kujitambulisha mimi mwenyewe, lakini baada ya hapo nitarudisha itifaki kwa katibu wangu wa jimbo ili kuendelea na ratiba zilizoko. Mkono wako wa kushoto ni makamu askofu wa jimbo letu la Kusini. Jimbo letu lina mikoa miwili, mkoa wa Lindi na mkoa wa Mtwara, na limejieneza katika kila wilaya, kila halmashauri na tarafa na kata pia. Ni kanisa ambalo liko kwa sehemu kubwa na linafanya vizuri. Lina maeneo mengi na taasisi zetu kama hii taasisi ya Luo sekondari, lakini tunafanya kazi na idara ya vijana kusaidia maeneo mbalimbali katika elimu. Kuna taasisi yetu ya Tuna Ndoto iko pale, ofisi yetu pale Nazi Moja, lakini inafanya kazi na halmashauri ya Mtama. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tusimamishe makamu askofu wa jimbo la Kusini. Bwana Yesu apewe sifa. Ninaitwa Philoteus Joseph Paule, na kama alivyonitambulisha askofu wangu wa jimbo, mimi ni makamu wake. Amen. Ningetanguliza kwanza, sisi Biblia tunasema tunawatanguliza wengine.
Mimi naitwa Erasto Kambona, ni askofu wa jimbo la Kusini ambaye ni shughuli hii imekuja kwa ajili ya mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nyuma yangu yuko mama askofu, yeye na yeye atasimama atasalimia. Mama. Naitwa Magdalena Yakobo. Amen. Na chukua nafasi hii kwa askofu kwa utambulisho huu, ujisikie huru kazi ambayo imekuleta mahali hapa, na kusanyiko hili wako hapa kwa ajili ya kuja kusikia, kuona mambo yote ambayo yataendelea mahali hapa kwa ajili ya taratibu za usimikaji. Asante sana, karibu sana baba askofu, Mungu akubariki sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba askofu, makamu askofu mkuu wa kanisa letu la FPCT, tukio hili limeambatana pia na viongozi wengine wa kitaifa, na niombe sasa kuwatambulisha viongozi hao wa kitaifa. Nianze na mwenyekiti wa UWW Taifa, makofi. Makatibu wa UWW Taifa, makofi makubwa kwa viongozi mwingine, mdhamini wa mali ya FPCT. Mtumishi wa Mungu ana kazi nyingi anazofanya, akiwa hapa nyuma na kwenda huko anazunguka huko kuhakikisha mambo yanafanyika vizuri, na yeye tunamuomba asimame na apunge mikono. Jamani, ni mdhamini wa mali ya FPCT. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukiona tukio hili, maana tukio hili ni shiba. Hapo nimewataja tu viongozi wa kanisa, lakini bado tuna viongozi wengine wa chama na serikali. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Jamani, tukio hili lina neema yake. Amen. Amen. Amina. Nisimalize uondo katika kusema haya. Niendelee na ratiba. Nitamwomba sasa MC atupeleke kwenye wimbo mmoja wa sifa. Baada ya hapo tutakalisha salamu za viongozi mbalimbali wa chama na serikali. Karibu MC kwa ajili ya wimbo wa sifa. Na niombe wimbo wa sifa uwe wimbo wa sifa tusifu. Sawa sawa watu wa Mungu eh? Baba askofu mkuu, ninaomba tupate nafasi ya kuendelea sasa. Kipekee sasa tunao wageni wa serikali. Tunajua kanisa linafanya kazi na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya mama yetu mpendwa Mama Samia, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Amekuwa baraka kwetu na ameendelea kuweka uhuru wa makanisa kuendelea kuabudu, na jambo hili ni baraka sana. Na sisi kama kanisa kwa hayo tuliona vema kuwakaribisha viongozi wa serikali, na leo hii hapa tunaye mwakilishi wa mkuu wa wilaya. Yeye ataanza kutoa salamu zake kwa ufupi tu kuonyesha kwamba yuko mahali hapa, na atasema zile salamu ambazo wilaya yetu inazungumza. Tafadhali. Assalamu alaikum. Asante sana mgeni rasmi, baba yetu askofu. Asante sana katibu, asante sana naibu katibu, lakini asante sana pia kamati ya maandalizi. Awali ya yote napenda kutoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha sisi hapa wote kutuamsha tukiwa salama na afya tele, lakini pia ametuwezesha kufika salama kabisa mahali hapa.
ili tuweze kukamilisha ibada ambayo tumekusudia leo. Kwa majina naitwa Sharifa Mkwago, natokea ofisi ya mkuu wa wilaya ya Lindi. Na hapa salamu kutoka kwa mkuu wa wilaya ya Lindi, dada yetu kipenzi Victoria Mwanziva. Anawapenda sana. Na anawashukuru sana kwa mwaliko huu. Baada ya kutoa salamu, naomba sasa nitoe salamu za serikali ya wilaya kwa jimbo hili la Kusini na makanisa ya FPCT. Ofisi ya mkuu wa wilaya Lindi inawashukuru sana jimbo hili la Kusini kwa mambo mbalimbali ambayo tunashirikiana kwa pamoja katika kuifikia jamii, hasa katika wale wenye uhitaji. Kama maandiko ya Mungu yanasema, kile ulichojaliwa kupata basi wasaidie na wengine ambao wana uhitaji. Ofisi yetu ya mkuu wa wilaya ni mashuhuda kwa taasisi ya dini kwa mambo mnayofanyia kupitia NGO yenu ambayo inaitwa Tuna Ndoto. Ofisi inaahidi kuendelea kutoa ushirikiano wa taasisi zote za dini ikiwemo makanisa ya FPCT jimbo la Kusini, na tunawakaribisha ofisini kwetu muda wote, wakati wowote ambao mnahisi mnaweza kuwa na ushirikiano wowote, kuleta mawazo yenu, fikra, lakini katika kuleta maendeleo kwenye wilaya yetu, mkoa wetu, hatimaye kwenye taifa hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu waumini wa kanisa hili, tunatambua kuwa huu mwaka 2025 ni mwaka wa uchaguzi, tena ni uchaguzi mkuu ambao unajumuisha chaguzi za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, chaguzi za waheshimiwa wabunge, lakini pia chaguzi za waheshimiwa madiwani. Lakini wote tunatambua na nina imani tujitokeza kwa wingi kujiandikisha, kuhuisha kwenye daftari la mpiga kura. Kilichobaki sasa ni kutimiza wajibu wetu, kutimiza demokrasia, kuhakikisha kila mmoja mwenye sifa ya kupiga kura wakati ukifika akaitimize hiyo haki yake. Kikubwa naomba tudumishe maombi. Tudumishe maombi, tuliombee taifa letu, lakini tumwombee rais wetu, mama yetu kipenzi, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, ili aweze kutumikia vyema akiwa na afya njema, hatimaye kuliendeleza taifa letu. Tuendeleze maombi, tuweze kuombea uchaguzi wetu upite kwa amani, hatimaye tupate viongozi wenye hofu ya Mungu.
watu wake hawana hofu ya Mungu, hata viongozi wake watakuwa wana hofu ya Mungu. Hatimaye tutazalisha viongozi ambao ni wafujaji wa mali. Hivyo basi, ni wajibu wetu sote kuliombea taifa, tupate viongozi walio bora, wenye hofu ya Mungu. Naomba pia tukumbushane au tupeane taarifa ya kuwa taifa letu tumepata taarifa ya kuwa kuna ugonjwa umeingia, ugonjwa ambao unaletwa na virusi, ugonjwa unaambukizwa na nyani, unaitwa mpox kama sikosei, wataalamu watarekebisha. Ugonjwa huu tumepewa tahadhari mbalimbali ya kwamba tupunguze kugusana, kukumbatiana, mabusu, samani wanasema vitauti hadhari. Lazima tuambiane ukweli, sisi wote hapa watu wengi watu wazima, tuelekezane nini cha kufanya ili kuliepusha taifa katika majanga. Kwa hiyo tuchukue tahadhari tunayoelekezwa na wataalamu, lakini tuzidishe maombi ili maradhi haya yaondoke kabisa katika taifa. Mwisho kabisa, naomba niwapongeze viongozi wote ambao leo hii wamekusudiwa kwenye ibada hii maalum ya usimikaji. Nimeambiwa viongozi hao ni askofu na viongozi wengine. Niwapongeze na niwaombee utekelezaji mwema katika majukumu yao ambayo taasisi hii imeona wao wanastahili kupewa. Asante sana. Sasa hivi tunakaribisha mwakilishi wa CPCT katika mkoa wetu wa Lindi. Yeye atakuwa na maneno machache tu, baada ya hapo tutaendelea na utaratibu mwingine. Nitoe salamu pia kwa makamu askofu mkuu. Makamu askofu mkuu wa FPCT, Mungu akubariki sana. Na salamu zangu utazifikisha kwa askofu mkuu, Mungu awabariki. Ninaona ile kazi ya Mungu inavyofanyika. Na nilisema hata siku ile nilipokuwa kwenye uchaguzi kwamba kila unapopita unakuta kibao cha FPCT. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni akubariki sana na ibariki jopo la FPCT. Awabariki wachungaji, maaskofu, awabariki wamama wachungaji. Wamama wachungaji ni jeshi kubwa. Na Mungu awabariki sana. Nichukue tena nafasi hii kwa ajili ya mshimikwa askofu wa jimbo la Kusini. Mungu akubariki pamoja na makamu wako, na amani ya Kristo izidi kwenu. Sulemani hakuomba kingine chochote, aliomba hekima. Hekima ya Kristo ifanye kazi katika maisha yenu. Na Mungu awabariki sana. Salamu hizi ni kutoka CPCT mkoa, na Mungu aibariki CPCT, FPCT. Mungu aibariki Tanzania, na neema ya Bwana ifunike Tanzania na injili ihubiriwe. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Jamani, leo hii Mungu ametupa neema ya kuwa na mbunge wa jimbo la Mtama. Asante na shukrani kwake. Mtu mmoja anasema hivi, usione vinaelea, fanyaje? Imeundwa. Mimi Mheshimiwa Nape tuna historia yetu. Na historia ndogo ni kwa heshima yako Mheshimiwa niseme. Mheshimiwa Nape akiwa katibu wa vijana jimbo la Singida, mimi nilikuwa mratibu wa vijana jimbo la Kusini. Bwana siwe sana. Tuna historia yetu na nilipopigia simu kwamba kuna tukio kubwa jimboni kwetu la kusimika viongozi wetu wa kitaifa wa jimbo na baba askofu wa kitaifa atakuwepo, akasema tukio hilo siwezi kulikosa kwa sababu linakuja mahali ambapo pananihusu moja kwa moja. Bwana asifiwe sana.
Nilipigia simu watu wa Dodoma, nilipigia simu watu wa Dodoma na akasema nitajitahidi nifanye kwa kadri ya uwezo wangu niweze kufika mahali hapo. Jamani, makofi kwa mbunge huyu. Kwa moja mwingine alikuwa baraka sana kwetu. Tulikuwa tukishirikiana na mambo mbalimbali, mambo ya baraka, pamoja na mambo mengine ambayo yanapita huku na huku, lakini tunajua kabisa kwamba huyu ni kijana wa kwetu, jamaa yetu, rafiki yetu, mpendwa mwenzetu katika Bwana. Haleluya. Sasa kwa sababu yeye ni mtu mzima mwenzangu, na mimi simsemee. Tafadhali sasa niombe tumkaribishe na yeye. Sasa machache ya mwisho ya kuondokea hapa, pamoja na kuwapongezeni kwa kazi nzuri mnayofanya kwa niaba ya wananchi wa Mtama. Kwanza, shule yenu inafanya vizuri, mnatusaidia katika kuwaelimisha watoto wetu, na ni shule ambayo ninaona watu wanakuja, ukilinganisha na shule zingine za binafsi, bado ni shule ambayo ni affordable. Vijana wanaweza kuja wakajifunza. Asanteni kwa huduma hiyo mnayoitoa, lakini kwa ajili ya wale ambao wana mahitaji na namna ambavyo mnafanya kazi na halmashauri yetu, Mwenyezi Mungu awabariki, awatie nguvu, mfanye zaidi ya hapo mlipofanya. Ninataka kuwaombeni. Nchi yetu ni katika nchi zote za bara la Afrika. Ukiangalia nchi nyingi leo, nilikuwa naangalia Kongo, sijui kama wanaweza kupata muda wakaabudu kwa uhuru. Nimewahi kuona video moja, watu wanaabudu pembeni kuna mashine gun. Maana yake nini? Ikikurupuka anaacha kusifu, anabeba mashine gun yake. Sisi Tanzania, kwa kuwa Mungu ametupa amani, kwa kuwa tunayo, inaweza kuonekana jambo rahisi, lakini nataka niwahakikishieni ni jambo la thamani. Na kanisa, endeleeni kuliombea jambo la amani na utulivu, tuendelee kumwabudu Mungu kwa uhuru kama tunavyofanya. Tumwombee rais wetu aendelee kuitunza, yeye na serikali yake waitunze amani tulionayo. Tukiwa nayo ni rahisi. Nimewaona watoto Kongo wakikimbia huku risasi zinalia. Mimi mtu mzima naogopa, najiuliza wale watoto wanajisikiaje. Sisi Mungu ametupa neema. Ni neema, ni lazima itunzwe. La pili, haki huinua taifa. Ni muhimu sana kanisa tukaendelea kuomba nchi yetu ikapata viongozi watakaojali haki za watu. Tukipotea, nchi itachafuka tu. Haki ikipotea, hakuna ujanja. Bahati nzuri tumepata rais, ameunda tume nyingi za kuchunguza haki. Tuombee zile tume na ripoti zao zifanye kazi. Kuunda tume ni jambo moja, kutekeleza mapendekezo ya tume ni jambo la pili. Na mimi nataka kuliomba kanisa, tuombee zile ripoti ziwe na matokeo. La mwisho la maombi kwa nchi yetu, ziko nchi wameanza kuweka restrictions kwenye kuabudu. Sisi bado uhuru wa kuabudu unalindwa na katiba, lakini pia unalindwa na utashi wa kisiasa wa viongozi wetu. Unajua ni jambo rahisi, mtu anaweza kuamka tu asubuhi akasema mbona huu askofu si utambui. Akifanya hivyo tu, akaenda kwenye katiba, kwenye sheria, akachokonoa hivyo, inaishia hapo. Sasa nataka kuwaombeni, mimi niko huku ndani na sijakuwepo kwa bahati mbaya. Ninawaombeni tuendelee kuombea nchi yetu iendelee kuheshimu uhuru wa watu kuabudu vile wanavyoamini. Ili sisi na watoto wetu na wajukuu zetu wakute hii tunu ya wao kumtafuta Mungu wa kweli. Tukifanya hayo, Mwenyezi Mungu atakuwa ameitunza nchi yetu. Na wakaribisheni sana Mtama.
na niwapongeze wale mtakaosimikwa leo. Mimi kama kwanza mbunge wa Mtama, lakini pili mtoto wa madhabahu hii, na wakaribisha tushirikiane, tuijenge kanisa letu, tuijenge jimbo letu, halmashauri yetu na nchi yetu. Mungu awabariki. Mnisamehe niseme kidogo, hapa ni nyumbani. Na washukuru na wapenda, asanteni sana. Mungu awabariki. Kwa nini mheshimiwa Nape hadi safari hii? Kwa nini? Liko jambo. Haleluya. Kwa majina naitwa Yusuf Abdalla Tipu, diwani wa Nyengedi, lakini pia ndio mwenyekiti wa halmashauri ya Mtama. Chukua nafasi hii kwanza niwashukuru sana. Nadhani mligafirika tu kunipa taarifa, na mimi nimepokea kwa sababu na mimi nilikuwa Dodoma. Mheshimiwa Mbunge aliponiambia anaenda kwenye uzinduzi huu wa kanisa, nikamwambia tufuatane ili na mimi nikaone kinachoendelea. Najua ofisini kwangu hakuna barua, lakini ngoja wakanione hapa. Na mimi nimeonekana. Na kuonekana kwangu mimi mara nyingi kunakuwa na neema. Siendi mahala kwa bahati mbaya. Na ndio maana akaniambia twende ukaone mwenyewe, kwa sababu yeye ndo anatafuta msingi na mimi nautumia ule msingi. Kwa vile nimeona barabara yenu ya Luo, nitamke rasmi nimeipokea na tutaifanyia kazi, nadhani mtaona matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Sisi watu wa Luo tuna shule kubwa, tuna wananchi ambao wako kwenye maeneo haya. Ukivuka mto kuna jamii ya watu wengi kwenye kijiji cha Luo hapo. Barabara imekuwa kero muda mrefu, lakini sisi tunaamini kwamba Mungu anafanya mambo kwa wakati wake, na wewe hauko mahali hapa kwa bahati mbaya. Jamani, si ndio eh? Naomba watuweke makofi ya kutosha, baada ya hapo tuendelee. Sasa kwa sababu ndio wakati wenyewe sasa wa kuendelea na tukio hili la usimikaji na muda umekwenda sana, mimi niombe sasa nimkaribishe askofu wetu wa jimbo, amkaribishe makamu wetu askofu mkuu, apate nafasi ya kuendelea na tukio hili. Baba, karibu sana. Mungu awabariki sana, na tumeyapokea hayo, na sisi kama taasisi ya kidini tutayazingatia yale ya kwetu, na tunashukuru kwa kusikia na kwamba na serikali nayo inatambua uwepo wa kanisa letu, shule yetu ya Luo. Tuna ndoto na vitu vingine vyote vinavyofanyika na kanisa hili, na tuahidi kwamba tuko pamoja bega kwa bega. Kutoka jeshi la polisi pia tuko kufundisha vijana wetu maadili mema. Wanafunzi walioko hapa wanaosoma hapa ni mashahidi, wakitoka hapa wanakuwa watoto wazuri wenye maadili mazuri sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi bila kupoteza muda, nipewa nafasi ya kumkaribisha makamu askofu wetu mkuu kwa ajili ya neno la Mungu na mambo mengine yote yatakayoendelea kwa mujibu wa ratiba yetu mahali pale. Kwa kusema hivyo basi, ni mkaribishe makamu askofu, na sisi wakati anakuja basi tupige makofi na vigelegele. Karibu baba askofu kwa ajili ya kunena madhabahuni hapa. Mchungaji Erasto Kambona na ndugu makamu askofu wa jimbo, ndugu kiongozi wa CPCT, mwakilishi wa OCD, pamoja na wachungaji viongozi wote mlioko hapa, katibu wetu wa jimbo la Kusini Mbunge Nape Nnauye ambaye ni mwakilishi. Ni muhimu sana kanisa tukaendelea kuomba nchi yetu ikapata viongozi watakaojali haki za watu. Tukipotea nchi itachafuka tu. Haki ikipotea hakuna ujanja. Bahati nzuri tumepata rais
Ameunda tume nyingi za kuchunguza haki. Tuombee zile tume na ripoti zao zifanye kazi. Kuunda tume ni jambo moja. Kutekeleza mapendekezo ya tume ni jambo la pili. Na mimi nataka kuliomba kanisa, tuombee zile ripoti ziwe na matokeo. La mwisho la maombi kwa nchi yetu. Ziko nchi wameanza kuweka restrictions kwenye kuabudu. Sisi bado uhuru wa kuabudu unalindwa na katiba, lakini pia unalindwa na utashi wa kisiasa wa viongozi wetu. Unajua ni jambo rahisi, mtu anaweza kuamka tu asubuhi akasema mbona huu askofu si utambui. Akifanya hivyo tu, akaenda kwenye katiba, kwenye sheria, akachokonoa hivyo, inaishia hapo. Sasa nataka kuwaombeni, mimi niko huku ndani na sijakuwepo kwa bahati mbaya. Ninawaombeni tuendelee kuombea nchi yetu iendelee kuheshimu uhuru wa watu kuabudu vile wanavyoamini. Ili sisi na watoto wetu na wajukuu zetu wakute hii tunu ya wao kumtafuta Mungu wa kweli. Tukifanya hayo, Mwenyezi Mungu atakuwa ameitunza nchi yetu. Na maswali mengine niliyoulizwa hapo kambini, nikaulizwa za gani ilitokea kwenye nchi yako bila 100 na kitu bila kuulizana habari za kabila. Paka wanadhani wale watu kwamba Mwalimu Nyerere huenda alikuwa ni mtume fulani hivi. Kwa sababu hakuna mtu aliyewahi kubuni sayansi na sanaa ya maisha tunaoishi katika nchi zote hizi. Ndugu mmoja ile nchi tokea nchi za Ulaya amelazimika kukimbilia huko kwa usalama wake, akapita kwenye nchi yake kiwanja kimoja cha ndege, tukakutana huko. Anasema aliangalia nchi yake ya machozi kwamba ni kwetu kabisa hapa, lakini siruhusiwi kushuka. Nikishuka tu hapa roho wengine wanaoitafuta. Sasa nataka kuwakumbusha wapendwa, tuna neema ya ajabu, tumshukuru Mungu, lakini si kumshukuru tu, tuendelee kuomba. Na wala tusijivune. Tumshukuru Mungu na kuendelea kunyenyekea chini ya mkono wake. Maana ni yeye ambaye ametupa neema hii, tuitumie vizuri. Tusiwacheke wala kuwadharau wanaopitia mazingira magumu, bali tuwaombee. Mungu apate kuwarehemu. Ndugu zetu kama jirani wa Kongo hapa wana mazingira magumu sana. Lakini Mungu ametusaidia kuwa na viongozi wasikivu katika nchi yetu, na tunaye rais ambaye anajitahidi kujenga mazingira ya kuishi kwa mahusiano bora katika jamii, lakini pia tusaidie kumuombea ili wanaomsaidia wasimamie haki, haki isipotee, masikini wakalia machozi yao yakadondoka ardhini na Mungu akakasirika. Haki simame, tuendelee kufurahi. Bwana atubariki sana. Tusome neno la Mungu kutoka Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari ule wa 31. Neno la Mungu linasema, basi kanisa likapata raha kote katika Yudea na Galilaya na Samaria, likajengwa likiendelea kuongezeka katika kicho cha Bwana na faraja ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana, kanisa la Mungu. Maneno haya ni taarifa ya maendeleo na ukuaji wa kanisa la kwanza nyakati za mitume. Mahali ambapo Bwana Yesu alipopaa kwenda mbinguni, aliwaacha wanafunzi 120 pale Yerusalemu, na akiwaagiza kazi kubwa ya kufanya, wasitoke pale kabla ya kujiandaa kwa maombi kuelekea popote. Na wakaendelea kuomba kwa muda wa siku 10. Wote mnafahamu siku ya 10 akashuka nani jamani? Roho Mtakatifu akawajaza, na wakatawanyika huko na kule wakihubiri injili ya Bwana Yesu. Matendo ya Mitume sura ya 6, kanisa likaanza kukua na kuongezeka
na watu walipoongezeka, rasilimali watu ili kusimamia kazi iende wakahitajika. Hapo ndipo tunaona huduma ya shemasi inazaliwa, kutoka kuwa na mitume peke yake na huduma ya wazee wa kanisa inazaliwa. Hapo ndipo Matendo ya Mitume 15, baraza la kwanza la wazee la kihistoria, wataalamu wa historia wanaita Ecumenical Council, baraza la kwanza la utatuzi wa matatizo ya kithiolojia, linakutana kujadili changamoto za kanisa. Maana jamii yoyote inapokuwa na kupanuka, changamoto zinakuwa nyingi sana. Jambo ambalo tunakumbushana hata leo, wazazi na walezi. Nchi yetu wakati inapata uhuru tulikuwa watu milioni chache sana. Leo ni zaidi ya 60, si ndio jamani? Unafikiri matatizo ya wakati wa uhuru na wa leo yanaweza kulingana? Haiwezekani. Malezi ya watoto wa leo na ya miaka ya 80 kitu iliyopita yanaweza kulingana jamani? Sisi tumekuwa tunasoma shule, unaenda shule kila kitu ni cha kuelekezwa na mwalimu. Leo hii hata watu wa taaluma ya ualimu mnayo shughuli. Unaposimama kupresent vitu, uhakikishe umevifanyia utafiti wa kutosha. Kuna wajumbe wa mtu anayeitwa Bwana Google wanakusikiliza. Ukijichanganya tu wana wewe. Sasa hii ni shughuli. Kabla ya Bwana Google mambo yalikuwa rahisi sana. Nikawaambia watumishi wa Mungu mwaka 2009 nilikuwa nafundisha semina mahali. Wakaniomba nifundishe semina, somo moja linaitwa changamoto za milenia. Moja ya somo, mada niliyowasilisha, nikawaambia moja ya changamoto za milenia ni kwamba washirika tunaokutana nao makanisani, kuanzia ngazi ya familia mpaka mji mkubwa, kijiji mpaka mjini, itakuwa ni jamii ya walio na taarifa nyingi kichwani. Maana yake ni mwanzoni watu walikuwa wanapenda hata kuona vitu kijijini. Kijiji fulani kule nafuu, Koruo na Lindi. Sasa kwa sababu ya utandawazi, kwa hiyo huyu unalea kezo yako, akitoka hapo anaenda kwenye smartphone, ana mwalimu mwingine asiyeonekana, akibaki kwenye chumba chake. Na siku hizi kuna janga kubwa linazuka jingine la familia kutokuwa na mawasiliano. Unakuta familia ina watu 6, smartphone 6. Wako kwenye sebule moja, hakuna anayezungumza na mwenzake. Kila mtu anacheka na simu. Hiki ni kizazi cha ajabu. Ndio maana kuna matukio ya ajabu ajabu yanatokea. Tunahitaji neno la Mungu lijae kwa wingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili kulinda network ya kijamii, kiroho na kimahusiano kama wanajamii. Biblia inasema kanisa likafanya kazi yake kubwa. Likakuwa katika maeneo mangapi? Matatu. Likakuwa kiroho katika kicho cha Bwana, likakuwa kiidadi, na likakuwa kijiografia. Maana yake kutoka eneo moja hadi jingine. Kwa hiyo Mkristo mwenzangu, una jukumu la kushiriki ukuaji huu kama mwanafunzi wa Yesu mwaminifu katika kuwaleta watu wengine kwa Yesu. Fikiria kama wewe ulipata taarifa za msamaha wa dhambi. Kuna wangapi leo hawana taarifa za kusamehewa dhambi, wanajidhuru maisha yao? Si ni wengi sana? Kuna wanafunzi wanafeli masomo, anaamua kujinyonga. Kuna wanandoa wanakosewa na wenzao, anaona kumkomesha aliyemkosea, bora yatoroke magumu ya dunia hii kwa kujiwahisha kufa. Hiyo sio suluhisho.
lakini wengi wakiwa na taarifa ya kwamba yupo mmoja anayetajwa na Daudi katika Zaburi ya 68, na ahimidiwe Bwana Mungu wetu ambaye siku kwa siku hutuchukulia mizigo. Yupo mbebaji wa matatizo yetu. Sasa tulio na taarifa yakitupata tunayapeleka kwa Bwana, anayachukua, wewe unabaki mwepesi, unabaki kumshangilia Bwana. Mtu aikuta nyumbani mwa Mungu una uso unaong'ara bila hata kujipaka mafuta, utukufu wa Yesu umekufunika. Lakini wako watu ambao wanapauka pamoja na losheni chupa 10 kwa sababu Bwana wa majeshi aletaye amani hayuko mioyoni mwao. Hebu tumpeleke Yesu kwa watu wanaomhitaji pia. Lakini pamoja na hayo, kama kanisa la Mungu, ni pamoja na kuwajali watu katika huduma zile za kijamii, maana kanisa ni chimbuko la ustaarabu. Na ndio maana nimewapongeza sana stafu wetu wa Ruo Sekondari kwa jinsi ambao wameendelea kustawisha shule yetu hii, pamoja na huduma ya Tuna Ndoto ambayo inaendelea kuwafikia jamii ya mahali hapa. Kuna uwezekano wa kuishi maisha bora hata kabla ya kwenda mbinguni. Jina la Bwana libarikiwe. Lazima tutumike kwa namna ile. Kwa hiyo ndugu zangu mliochaguliwa, kiwemo baba askofu mteule, huu wajibu wa kulifanya kanisa litembee katika maeneo haya matatu umeaminiwa kwa miaka hii 5 na jimbo hili ubebe mzee. Kwa hiyo ninakutakia neema ya Mungu kwamba ufanye kila linalowezekana ili kazi ya Mungu iweze kupanuka kiidadi, kijiografia. Huku kusini tumeelekeza hata nguvu za kimisheni kupeleka watu katika kila wilaya na kata na tarafa. Kuna wamishonari wengine kutoka Kigoma, wengine kutoka wapi, kanda ya ziwa huku. Na sisi kanda ya ziwa na sehemu zingine tumeahidi kuendelea kuongeza nguvu ya kuwatuma wamishonari huku na kuwasaidia. Idara yetu ya Injili na Misheni mwaka huu wa fedha kwa kanisa letu ya PCT inategemea kufanya uwekezaji mkubwa wa kununua viwanja kwa ajili ya maendeleo ya kanisa. Inapofika Injili, maendeleo yamekuja pia. Mambo ya ovyo ovyo kama imani za kishirikina zinakufa. Nakumbuka kijiji ambacho nilienda kwa mara ya kwanza nilipoitwa na Mungu kuhubiri. Nilikuta kuna kisima cha maajabu hakikaukagi. Lakini kile kisima kimetesa watu. Kina mambo ya ajabu, mara anatoka humo mtu amejifunga nguo kiunoni, anatembea kifua wazi. Sasa watu wakaishi kwa hofu kubwa. Unapewa lifti ya kwenda mahali kabla wakati wako. Lakini leo hii kuna nyumba za kutosha, watu wana maendeleo makubwa, kuna ustawi mzuri wa kijamii kwa sababu watu wanaishi kwa amani. Nini kimefyeka msitu huo? Injili ya Bwana Yesu anayeweza kuokoa na kubadilisha maisha. Mahusia yangu kwenu viongozi katika waraka wa Petro sura ya 5, waraka wa kwanza wa mtume Petro anasema, na wasii wazee walio kwenu, mimi niliye mzee mwenzi wao na shahidi wa mateso ya Kristo na mshirika wa utukufu utakaofunuliwa baadaye, lichungeni kundi la Mungu lililo kwenu na kulisimamia, si kwa kulazimishwa bali kwa hiari, kama Mungu atakavyo, si kwa kutaka fedha ya aibu bali kwa moyo, wala si kama wajifanyao mabwana wa wale walio chini ya utunzaji wao, bali iweni vielelezo kwa lile kundi, na mchungaji mkuu atakapodhihirishwa mtaipokea taji ya utukufu ile isiyokauka. Bwana Yesu asifiwe sana. Watendakazi wenzangu, pamoja na kwamba tunaitwa wachungaji, viongozi, maaskofu na watumishi mbalimbali, nataka kuwakumbusha mchana huu tunapowaingiza kazini viongozi wetu hawa kwamba sisi sote tuko chini ya mchungaji mkuu huyu anayeitwa Bwana Yesu. Sisi hatuna mali, yeye ndiye mwenye mali. Sisi ni mawakili kumwakilisha katika kulitunza kundi la Bwana ambalo yeye ana hesabu ya kila mmoja aliyemfia msalabani.
hakuna hata mmoja tuliyemnunua sisi. Jina langu haliwezi likatamkwa hata mjukuu wa pepo akashituka. Hata taarifa tu hana akilisikia. Lakini lipo jina linaloitwa jina la Yesu, aliyekwenda kulipa gharama ya maisha ya dhambi ya mwanadamu msalabani, akatupatanisha na Mungu. Huyo jina lake ni kuu kuliko majina yote, na huyo ndiye ametuamini na kutuita katika kazi, na anataka tuifanye hii kazi kwa unyenyekevu wote na kwa kumcha yeye, na kuwajali wale ambao amewaweka chini ya utunzaji wetu, tuwatumikie na kuwahudumia ipasavyo. Ndio maana anamuuliza Petro wakati wa kutaka kuagana na wanafunzi, wakati amefufuka kutoka wafu. Unajua Petro alikuwa mtu ambaye kwa kizazi cha leo tungemuita mtu wa madili sana. Maana Yesu aliposulubiwa tu akafa akazikwa, na amewaambia kabisa kwamba atafufuka siku ya ngapi? Kwa Petro hizo siku 3 zikawa kama wiki. Akawauliza wenzake kwamba sasa jameni, mbona tunakaa kama watu wasio na sera maalum hapa? Tunasubiri mtu kweli aliyezikwa? Hii biashara kwangu ni mwiko. Kama nyinyi mnaendelea kujadili, endeleeni, mimi narudi kule nilikotokea kuvua samaki. Akaingia ziwani, sijui makokoro yake alimkodisha nani, akayakuta bado yapo. Akaenda akaingia akaanza kupiga kazi, na bahati mbaya ilikuwa tayari siku ya 3 imeshapita. Biblia inasema akafanya kazi usiku kucha, hakupata kitu. Alfajiri anataka kuondoka arudi, Yesu anamtokea anamwambia, Bwana, naona umetaabika sana, hebu nikuombe urudi tena kwenye kuvua. Petro akasema, sijui Baba, unayeongea na mimi unatoka kijiji cha wapi, cha watu wasio na huruma namna hii? Yaani mtu nimekesha, sasa ninaosha vifaa vyangu nikapumzika angalau hata nilale, unaniambia kurudi majini tena? Lakini Yesu anamsisitiza, tweka mpaka wapi? Kilindini. Baadaye Petro anajiongeza anasema, tumekuwa tukitembea na mtu ambaye sio wa kawaida, huwa akisema maneno yake yanaleta tofauti kwenye maisha. Akamwambia, Bwana, nimeacha kubishana na wewe, kwa neno lako naingiamo tena. Akarudi akazitupia nyavu. Alipotupa na kujaribu kuvuta, akakuta wingi wa samaki ambao hajawahi kuwanasa siku zote za historia ya uvuvi. Petro akatafakari na ufahamu ukamrudia ya kwamba huyu aliyesema haya sio binadamu wa kawaida, bila shaka ni yule aliyeahidi siku ya 3 atafufuka. Haleluya! Ikabidi aachane na samaki kwanza, akimbie kwenda kumsujudia. Na anafika kwa Yesu anasema, Bwana, mimi sistahili uje mbele yangu, maana mimi ni mwenye dhambi. Yesu akamwambia, hayo yote usijihesabia, yameisha. Wewe vuta samaki walete hapa nje tupate kitoweo. Jina la Bwana libarikiwe. Biblia inasema Petro akawaleta samaki vizuri, halafu Yesu akachambua waliowapenda, akachoma hapo, wakala, wamemaliza kula vizuri. Unajua mtu akila akashiba vizuri huwa anajisikia vizuri. Anaanza kumuuliza maswali Petro ya kwamba, je, Simoni wa Yohana wanipenda kuliko hawa wote? Petro anasema, Bwana, mimi nakupenda. Anamwambia, sasa chunga kondoo zangu. Halafu anarudia mara ya pili. Petro anajiuliza, kwa nini anarudia kuniuliza? Mwisho anasema, wewe Bwana wajua nakupenda. Akamwambia, lisha wanakondoo hawa. Anamuuliza mara ya 3. Petro akahuzunika na kulia machozi. Anaambiwa maneno yale yale, tunza kundi hili nililokupa. Jina la Bwana libarikiwe. Hapo ni mwenye mali anamkabidhi kibarua kwamba aangalie vizuri
maana ipo siku atakuja kukagua mali yake akute yote iko salama. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, mnakabidhiwa mali hii, mali ya Bwana Yesu. Kundi la Bwana mlichunge kwa moyo wa kupenda. Petro ambaye ame-experience anatushirikisha kwamba mimi niliye mwenzi wenu ambaye nilikabidhiwa majukumu sikufanya kosa. Kwa hiyo na ninyi mfanye kwa moyo na kwa bidii na kwa upendo, na si kwa kulazimishwa wala si kwa kujifanya mabwana, lakini kwa moyo wa unyenyekevu tumikieni hawa watu, maana mkifanya hivyo mtakuwa mmemtumikia Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ndio maana kiongozi yoyote, awe wa kidunia awe wa kiroho, moja ya jukumu lake kubwa ni kuwatumikia wale waliomweka kazini. Watu hawatafuti kuona tuna degree ngapi, wanataka kuona tunatoa nini kwa ajili yao. Hicho ndicho kitu cha msingi. Wanataka kuona tija, matokeo katika kile tunachokifanya. Wananufaika na huduma. Kwa hiyo baba askofu mteule, Mungu akupe neema ya kulilisha kundi la Bwana na kuliongoza vizuri. Unakabidhiwa wachungaji viongozi kuwa chini yako, wachungaji wa maparishi, wachungaji wa simikwa pamoja na wake zao, familia zao na watoto wao na washirika wote kwa ujumla, viongozi wa idara zote za kanisa. Ustawi wake utakutegemea wewe na maono ambayo Mungu amekupatia, ili kuhakikisha uendelevu wa kanisa la Mungu linafikia malengo yale yaliyokusudiwa. Ndugu zangu wapendwa, niwatie moyo kwamba viongozi hawa wakitimiza majukumu yao na sisi tukawabeba na kuwapa ushirikiano, bahati nzuri katika kanisa la Yesu Kristo kila mshirika ameitwa kushiriki katika ukuhani wa waaminio. Hakuna Mkristo wala mshirika anayeruhusiwa kuwa shabiki kwa Yesu. Haleluya. Unajua tatizo la mashabiki, taalamu kuliko. Unaona kwa mfano leo hapa tuna chama tawala kimoja ndicho kinaongoza nchi. Vyama ambavyo havijapata nafasi vyenyewe vinatazama, kwa hiyo ni rahisi kuchambua makosa, maana havichezi. Ndivyo ilivyo katika nyumba ya Mungu. Ukiacha kujishughulisha na huduma, unabaki kuwa mtaalamu wa kuchambua wenzako wanapofanya huduma. Na matokeo yake hakuna baraka ya wachambuzi. Yule bwana hata sauti yake hata kwenye ya 4 haiko, sijui ni ya ngapi hiyo. Wewe hutaki kuimba, lakini wakiimba watu unakuwa mchambuzi wa sauti. Yaani sauti yake yule mtu akihubiri, wewe hujawahi kusimama hata siku moja kanisani ukasoma hata mstari, halafu katuambia hilo ndilo neno la Bwana, licha ya kukudai ufafanue. Lakini anahubiri mtu nusu saa, unamwambia hajaleta exegesis, hana homiletics huyo. I say tumika. Usivunje moyo watu wanaotumika. Mwambie jirani yako kwamba usinipunguzie mwendo. Ukileta uchambuzi kanisani, unapunguza mwendo wa watu kutumika. Mtu anakuja na ari na nguvu mpya. Mahali fulani nikashuhudia, tuna kazi ya ujenzi mkubwa wa gharama ya mamilioni. Kenchi peke yake za jengo zinataka milioni 4. Halafu mtu mmoja anajitoa kwamba mimi hizo kenchi zote nitanunua mabomba, zitachomwa kwa gharama zangu, nitazileta hapa. Wanatoka kanisani, mshirika aliyemkuta wa siku nyingi kanisani anamuita pembeni, anasema bwana, na wewe ni mtu wa ajabu kabisa. Yaani kuja kwako ndio umebinafsisha kanisa, wakitangaza mchango hata wa milioni 10 inabeba zote, utuachie wengine. Yule ndugu naye akapewa ufunuo na Roho Mtakatifu akamjibu hivi, ndugu yangu, mimi najua nilikuja kanisani kwa kuchelewa.
ninajaribu kufidia muda nilioupoteza, maana Biblia inasema enendeni kwa hekima huku mkiukomboa wakati. Kwa hiyo ndugu yangu, mimi niache nikomboe wakati wangu, wa kwako uchezee, maana na muda wa kutosha. Tuwaunge mkono viongozi wetu, tuwabebe kama yule ndugu aliyebeba mikono ya Musa, yule Huri na mwenzake. Yaani mikono ya Musa ikategemezwa. Kiongozi ili afanye vizuri lazima awe na wasaidizi wazuri. Kwa hiyo washirika, tuwaombee pia kama tulivyoelekezwa na mbunge wetu aliyetukumbusha kwamba hata kama rais anafanya vizuri, tuna jukumu la kumbeba mikono yake na maombi. Jana tulikuwa na waziri wa katiba na sheria anatushuhudia kwamba juzi rais aliombwa kwenda kuwasilisha falsafa yake huko Geneva ya hizo R4. Hiyo nini? Mnazijua ara za Rais Samia? Reconciliation na nini jamani? Resilience, kujenga na kufanya nini? Sasa kwenye jamii inayoishi kwa ara hizo 4 mtapigana saa ngapi? Hakuna kupigana. Maana mkiwa watu wa kupatanishwa, watu wastahamilivu, hata mkipishana kwa hoja kuna kuwepo na kusikilizana kwa sababu ni wastahamilivu. Unamsikiliza mwenzako vizuri, halafu mnafikia hitimisho. Kwa hiyo ndani ya nyumba ya Mungu tumeagizwa kushirikiana. Shirikianeni na viongozi hawa, wasikilizeni, wapeni msaada wa kuwaombea. Tusianze kuwachambua. Leo nimemwona askofu ni kama amefulia hivi, hana ufunuo wote mpya. Si wewe ndio wa kumwombea apate ufunuo mpya? Vitu tunavipokea kutoka kwa nani? Na ndio maana siku ya mwisho watu watashangaa. Watakuona wewe umefanya mambo mazuri sana na watu wakakushangilia kwamba ulikuwa hodari, kumbe ulikuwa hodari kwa sababu ya maombi ya bibi mmoja ambaye hajulikani hata kwenye matangazo ya kila siku ya kanisa. Ni kwa sababu anafanya nini? Anakuombea. Kwa hiyo wapendwa, ndio maana Mtume Paulo anasema niombeeni sana. Anaagiza kuombewa. Kama Paulo mtume aliyekutana na Yesu uso kwa uso anahitaji kuombewa, mimi na wewe ni wakina nani? Tunahitaji wote tuombeane. Baraka za Bwana, watumishi wa Mungu tunaokwenda kuwasimika, nanyi washirika wote, Mungu awabariki sana. Niombe tusimame tumshukuru Mungu. Mwokozi Yesu na Bwana wetu uliyejaa na imani, ninakushukuru kwa sababu ya wema na fadhili zako za ajabu, kwa jinsi ambavyo umetukubali siku ya leo tuwepo mbele zako. Ninakushukuru kwa ajili ya neno lako zuri mchana wa leo, nikiwaombea kanisa lako uendelee kuwazidishia neema na kuwabariki, ili jina lako lizidi kuinuliwa na kutukuzwa. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu tunaomba na kushukuru. Amen. Mbele pamoja na mama kwa ajili ya kupata kiapo. Mchungaji Erasto Saidi Kambona, je, unakubali kupokea wajibu huu wa kuwa askofu wa jimbo la FPCT jimbo la Kusini? Kama unakubali useme ndio nakubali. Ndio nakubali. Je, utakuwa mwaminifu kwa malengo na kwa madhumuni ya FPCT na kuwa utafanya yote kwa kulinda na kutetea imani, malengo na maslahi ya FPCT ukiwa kama kiongozi wa FPCT ngazi husika? Kama jibu ni ndio, useme ndio nakubali na Mungu anisaidie. Ndio nakubali na Mungu nisaidie. Je, utatimiza wajibu wako wa askofu wa jimbo hili la Kusini kwa kufuata katiba, kanuni na miongozo iliyowekwa na FPCT? Kama jibu ni ndio, useme ndio nakubali, nitafanya hivyo na Mungu anisaidie.
Ndio nakubali nitafanya hivyo na Mungu anisaidie. Je, utaongoza kwa haki na kwa utukufu wa Mungu bila ubaguzi wala upendeleo wa kabila, rangi, jinsi au rika? Kama jibu ni ndio, useme ndio nakubali nitafanya hivyo na Mungu anisaidie. Ndio nitafanya hivyo na Mungu anisaidie. Je, utafanya kazi hii ya askofu wa jimbo kwa uaminifu wote na kwa uwezo wako wote kadiri Mungu atakavyokuwezesha, wewe mwenyewe ukiwa kielelezo kwa viongozi walio chini yako na kwa kanisa lote? Kama jibu ni ndio, useme ndio nakubali nitafanya hivyo na Mungu anisaidie. Ndio nakubali nitafanya hivyo na Mungu anisaidie. Je, nifu kwa mali za kanisa kwa kuzitunza vema bila kujipendelea wewe, rafiki au jamaa yako, na kuwa utahakikisha unasimamia matumizi ya mali hizo kama ilivyopangwa na vikao halali vya FPCT au kama katiba ya FPCT isemavyo pamoja na miongozo yake? Kama jibu ni ndio, useme ndio nakubali nitafanya hivyo na Mungu anisaidie. Ndio nakubali nitafanya hivyo na Mungu anisaidie. Kwako mama askofu, unakubali kwa moyo wako wote kwamba mumeo au mume wako awe askofu wa jimbo hili la FPCT jimbo la Kusini? Kama unakubali, sema ndio nakubali. Je, utaheshimu huduma yake kuwa ni ya kiroho wakati wote atakapokuwa nayo katika kanisa la Mungu? Kama ndivyo utakavyofanya, useme ndio nitakavyofanya na Mungu anisaidie. Je, unakubali kumsaidia mume wako daima kwa kumwombea ili mizigo ya kiroho atakayoibeba isimlemee mno? Utakuwa tayari kumtia moyo wakati wa kukata tamaa? Utamfariji wakati wa kuhuzunishwa, na katika njia njema ya Injili kumuhimiza mahali unapoona anaelekea kuchoshwa na kazi hii? Kama utafanya hivyo, useme nitafanya hivyo na Mungu anisaidie. Je, unafahamu kwamba hata wewe unatakiwa uwe kielelezo chema katika usemi na mwenendo wako mbele ya Mungu, kanisani na kwa wale walio nje ya kanisa, kwa heshima ya huduma ya mume wako? Kama ndivyo unavyofahamu, useme ndio ninafahamu hivyo na Mungu anisaidie. Baada ya maneno kujibu maswali yao, niombe askofu wa jimbo sasa usome viapo vyako viwili hapo. Kiapo namba 1 cha kupokea wajibu. Karibu. Napokea wajibu huu wa kuwa askofu wa jimbo la Kusini. Naahidi mbele za Mungu na kanisa lake takatifu utafanya kazi hii kwa uadilifu wote kwa Mungu na kwa neno la miongozo, kanuni mbalimbali za FPCT. Nitafanya kazi hii ya askofu wa jimbo kwa kutenda haki watu wote bila upendeleo wala ubaguzi wala kabila, rangi au jinsia. Nitafanya kazi hii kwa heshima na utukufu wa Mungu, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Amen. Tumshangilie Bwana kwa kiapo hicho. Kiapo cha pili. Karibu. Ahadi ya uadilifu kwa viongozi wa FPCT. Mimi Erasto Saidi Kambona naahidi kanisa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Mungu na kwa utii kwa kanisa la FPCT. Nitakuwa mwaminifu na mfano kwa watumishi wote na Wakristo wote katika kukuza na kusimamia katika miongozo na maadili. Nitatumia nafasi au wadhifa wangu kwa kujinufaisha
sitatumia wadhifa wangu kwa kujinufaisha mimi binafsi, familia yangu, ndugu zangu au marafiki zangu, isipokuwa kwa maslahi ya kanisa la FPCT. Nitalinda umoja wa imani yetu na sitakuwa kinyume na taratibu zote zilizoamuliwa na uongozi wa FPCT. Nitatekeleza wajibu na majukumu yangu na kufanya maamuzi kwa kuzingatia sera, kanuni, taratibu na miongozo ya FPCT kwa maslahi ya kanisa la FPCT. Ninakiri kwamba kiapo nilicho hapa leo pamoja na hati hii ya ahadi ya uadilifu niliyoisoma kabla ya kuwekwa sahihi yangu, sistahili kufanya kinyume. Iwapo nitafanya kinyume, hatua za kinidhamu zinaweza kuchukuliwa dhidi yangu. Mungu wangu nisaidie. Amen. Niombe sasa saini kiapo hicho kabla ya maombezi. Karibu saini, huku naweka tarehe. Tarehe leo. Na upande wa pili. Wakfu mbele yako siku ya leo Baba, ukawabarikie na kuwalinda, ukawaangazie nuru za uso wako na kuwafadhili. Bwana, uwaongoze katika kulitenda ili jukumu kubwa ulilowaamini. Wasaidie na kuwajalia hekima yako waingiapo na watoka, na kuwatuma wakawe sababu ya mafanikio juu ya kanisa lako, na Bwana ukasimame nao nyakati zote wanapotumika. Ninaomba haya yote nikiamini ya kwamba Bwana utawapigania hata watakapokutana na changamoto. Bwana utawalinda na utawatunza, katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo tunaomba na kushukuru, amen. Mimi Askofu Elias Simoni Ndaji, nikiwa makamu askofu mkuu wa FPCT, kwa mamlaka niliyopewa na FPCT na kusimika wewe mchungaji Erasto Saidi Kambona kuwa askofu wa jimbo hili la Kusini katika kanisa letu la FPCT, leo hii tarehe 14 mwezi wa 3 mwaka 2025, na hii ndiyo ishara ya kusimikwa kwako, na kukabidhi Biblia pamoja na katiba kama vifaa vya kazi, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na watu wote tuseme amina. Nimuombe makamu askofu wa jimbo ndugu yetu mchungaji Haule pamoja na mama, mufike hapa moja kwa moja bila kupoteza muda. Mchungaji Philoteus Joseph Haule, je, unakubali kupokea wajibu huu wa kuwa askofu wa jimbo la FPCT Kusini? Kama jibu ni ndio, kuwa makamu askofu wa jimbo hili la Kusini. Kama jibu ni ndio, useme ndio nakubali. Ndio nakubali. Je, utakuwa mwaminifu kwa malengo na kwa madhumuni ya
FPCT na kuwa utafanya yote kwa kulinda na kutetea imani, malengo na maslahi ya FPCT. Utatimiza wajibu wako wa makamu wa askofu wa jimbo kwa kufuata katiba, kanuni na miongozo iliyowekwa na FPCT. Kama jibu ni ndio, useme ndio nakubali nitafanya hivyo na Mungu anisaidie. Ndio nakubali nitafanya hivyo na Mungu anisaidie. Je, utaongoza kwa haki na kwa utukufu wa Mungu bila ubaguzi wala upendeleo wa kabila, rangi au jinsi au rika? Kama jibu ni ndio, useme ndio nakubali nitafanya hivyo na Mungu anisaidie. Ndio nakubali nitafanya hivyo na Mungu anisaidie. Je, utafanya kazi hii ya makamu wa askofu wa jimbo kwa uaminifu wote na kwa uwezo wako wote kadiri Mungu atakavyokuwezesha, wewe mwenyewe ukiwa kielezo kwa viongozi walio chini yako na kwa kanisa lote? Kama jibu ni ndio, useme ndio nakubali nitafanya hivyo na Mungu anisaidie. Ndio nakubali nitafanya hivyo na Mungu anisaidie. Je, utakuwa mwaminifu kwa mali za kanisa kwa kuzitunza vema bila kujipendelea wewe, rafiki au jamaa yako, na kuwa utahakikisha unasimamia matumizi ya mali hizo kama ilivyopangwa na vikao halali vya FPCT au kama katiba ya FPCT isemavyo pamoja na miongozo yake? Kama jibu lako ni ndio, useme ndio nakubali nitafanya hivyo na Mungu anisaidie. Ndio nakubali nitafanya hivyo na Mungu anisaidie. Kwako mama makamu askofu wa jimbo, ni kuombe ujibu haya maswali kwa kifupi. Je, mama makamu askofu wa jimbo, unakubali mume wako awe makamu askofu wa jimbo hili la Kusini? Kama unakubali, sema ndio nakubali. Ndio nakubali. Je, utaheshimu huduma yake kuwa ni ya kiroho wakati wote atakapokuwa nayo katika kanisa la Mungu? Kama ndivyo utakavyofanya, useme ndivyo nitakavyofanya na Mungu anisaidie. Ndivyo nitakavyofanya na Mungu anisaidie. Je, unakubali kumsaidia mume wako daima kwa kumwombea ili mizigo ya kiroho atakayobeba isimlemee mno? Utakuwa tayari kumtia moyo wakati wa kukata tamaa, utamfariji wakati wa kuhuzunishwa, na katika nia njema ya Injili kumuhimiza mahali unapoona anaelekea kuchoshwa na kazi hii. Kama utafanya hivyo, useme nitafanya hivyo na Mungu anisaidie. Nitafanya hivyo na Mungu anisaidie. Chema katika usemi na mwenendo wako mbele ya Mungu, kanisani na kwa wale walio nje ya kanisa, kwa heshima ya huduma ya mume wako. Kama ndivyo unavyofahamu, useme ndio ninafahamu hivyo na Mungu anisaidie. Ndio ninafahamu hivyo na Mungu anisaidie. Baada ya kiapo hicho, mzee, utoe tamko la kiapo chako kwa maneno kama kilivyoandikwa. Mchungaji Timotheus Joseph Paule, napokea wajibu huu wa kuwa makamu askofu wa jimbo la Kusini. Naahidi mbele za Mungu na kanisa lake takatifu kufanya kazi hii kwa uaminifu wote kwa Mungu na kwa neno lake. Nitakuwa mwaminifu kwa katiba, miongozo na kanuni mbalimbali za FPCT. Nitafanya kazi hii ya makamu askofu wa jimbo kwa kuwatendea haki watu wote bila upendeleo wala ubaguzi wa kabila, rangi au jinsia. Nitafanya kazi kwa heshima na utukufu wa Mungu. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Amen. Tumshangilie Bwana. Kiapo cha ahadi ya uadilifu tufuate moja kwa moja. Ahadi ya uadilifu kwa viongozi wa FPCT. Mimi Timotheus Joseph Paule naahidi kanisa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Mungu na mtii kwa kanisa la FPCT. Nitakuwa mwadilifu na mfano kwa watumishi wote na Wakristo wote katika kukuza na kusimamia katiba, miongozo na maadili. Sitatumia nafasi au wadhifa wangu kwa kujinufaisha mimi binafsi, familia yangu, ndugu zangu au marafiki zangu, isipokuwa kwa maslahi ya kanisa la FPCT. Nalinda umoja wa imani yetu na sitakuwa kinyume na taratibu zote zilizoamriwa na uongozi wa FPCT. Nitatekeleza wajibu wa majukumu yangu na kufanya maamuzi kwa kuzingatia sera, kanuni, taratibu na miongozo ya FPCT kwa maslahi ya kanisa la FPCT. Ninakiri kwamba
kiapo nilichowapa leo pamoja na hati hii ya ahadi ya uadilifu niliyosoma kabla ya kuweka sahihi yangu, sistahili kufanya kinyume. Iwapo nitafanya kinyume, hatua za kinidhamu zinaweza kuchukuliwa dhidi yangu. Mungu wangu nisaidie. Tarehe 14. Kiongozi wa CPCT ufike hapa karibu na askofu wa jimbo. Karibu hapa tupate kuwaombea ndugu zetu. Baba Askofu, tuongoze kwa maombi. Baba, haleluya, jina lako Yesu litukuzwe na kuinuliwa, kwa sababu wewe ndiwe ambaye unaweza kuachilia neema yako juu ya ndugu yetu Philoteus Haule, ambaye Bwana umempa dhamana ya kuwa makamu askofu wa jimbo, ili akutumikie wewe, afanye kazi yako njema, atumikie shauri lako na kusudi lako. Bwana, tuamwombea neema yako ikawe pamoja naye, simama naye, neema yako ikamfunike, uweza wako na nguvu zako zikamuongoza. Bwana, umtie nguvu na kumtetea kwa uweza ulio mkuu. Tunakutukuza tukiamini ya kwamba Bwana utasimama pamoja naye, na Bwana utawategemeza kwa mkono wako ulio hodari, katika jina la Yesu. Baba, tunaomba yote tukiamini Bwana utakwenda kusikia na utakwenda kufanya katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mimi Askofu Elias Simon Ndaji, nikiwa makamu askofu mkuu wa UPCT, na kusimika kwa mamlaka niliyopewa na UPCT, na kusimika wewe mchungaji Philoteus Joseph Haule kuwa makamu askofu wa jimbo hili la Kusini, leo hii tarehe 14 mwezi wa 3 mwaka 2025, na hii ndiyo ishara ya kusimikwa kwako na kukabidhi Biblia na katiba kama vifaa vya kazi, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na watu wote tuseme amina. Amen. Mshangilie Bwana. Tunawatakia baraka za Bwana na mafanikio mema katika kazi. Baada ya viongozi hawa wakuu wa jimbo mrudi mahali penu, niwalete kamati tendaji ya jimbo ikiongozwa na katibu wa jimbo pamoja na wachungaji viongozi ambao ni wajumbe wa kamati tendaji. Mufike hapa. Ukiona kiongozi fulani anafanikiwa, ujue kuna wanaomsaidia katika ile kazi, wanafanya vizuri. Na ndiyo maana tukitaka kufanikiwa katika kazi za uongozi, tusiogope kuambizana ukweli. Maana Biblia inasema amkemeaye mwenzake hatimaye atapata kibali. Ukiniambia ukweli hata unaoumiza kwa kiasi, mwisho nitakuelewa, halafu nitafurahi na kumshukuru Mungu. Na hiyo ndiyo kujenga.
Nataka kuwatakia neema ya Mungu na baraka za Bwana katika kutumikia hili shauri ambalo Bwana amewapa, mkawe baraka na mafanikio katika jimbo hili la Kusini. Askofu asifanye kazi kwa tabu. Anapotaka kuhudhuria vikao au maazimio ya kitaifa anapoletwa, muungeni mkono. Lakini msitoke naye mmekaa kwenye kikao chenu cha kamati tendaji, mnafika kwenye halmashauri tena, wewe unageuka kuwa mjumbe wa halmashauri ya jimbo. Unamwambia askofu, unajua huko tulikuwa wachache, sijajimwaga vizuri kuongea, ngoja niongee hapa. Utabatizwa kuitwa mpinzani, au utakuwa mjengaji tena. Lakini simama pamoja na kiongozi wako kwenye halmashauri kuwaelimisha wengine wajue kile mlichokiazimia, huku mkijua ya kwamba maendeleo hayaji kwa lele mama, yanakuja kwa kudhamiria na kuwa na mkazo. Wakati mwingine ili maendeleo yaje, tunahitaji kuambizana lugha kalikali kidogo. Unaona kama hii lugha imeshitua wengi, ya kukataa kupunguziwa mwendo sio mchezo. Na sisi wanaoshituka tunawaambia, mkishituka tunaelewa imewaingia. Na sasa hapo ndipo tunasema lazima tutembee kwa speed. Juzi watu wengine wakawa wanashangaa, wanatuuliza, mnawezaje kuanzisha ujenzi wa ukuta kuzunguka eka 6 Dodoma bila mkutano mkuu kuwa na taarifa? Hatujawekwa kuongoza FPCT kwa bahati mbaya, kusubiri vikao wakati vikao vimesema maendeleo yaje. Viongozi hupanga na kuamua kwa niaba ya wengi. Ili maendeleo yapatikane, ni lazima viongozi wajitume. Kwa watu walipouona ukuta unaruka kwenye mtandao umekamilika, bado mageti tu, tukaa tunawajibu, hiyo ndio usinipunguzie mwendo maana yake. Kwa hiyo tunatoka hapo tunaelekea kwenye ukumbi wa watu 7,000. Bila shaka salamu hizo mnazo. Hebu vuteni, kazeni buti, mwezi wa 6 Mungu akipenda. Tusikae wengine wanaangalia TV nje kwenye ukumbi mdogo, wote tuingie ndani. Ikiwezekana huo ukumbi kwa kuwa ni mkubwa sana, wakiingia wachungaji, viongozi na halmashauri kuu peke yake, wawe kama kamati ya harusi. Tawi zaidi ya 7,500, parish 1,600. Huo ni mchezo jamani? Nilikuwa na shehe mmoja wa mkoa wa Mwanza majuzi, tukakutana airport. Akaniuliza hivi, mimi nilikuwa sijui, mbona FPCT hamna mikwara ya kupiga kelele? Kumbe mna mali nyingi, na nimepita Tanga yote unaona njano tupu kila mahali. FPCT. Halafu akaniuliza, alafu nimekuja hapo kwako, kumbe umempangisha na rafiki yangu kwenye chuo kikubwa cha ufundi ambacho mpaka kinapewa hela na waziri mkuu. Nikamwambia, bwana, sisi tunafuata kanuni ya Mtume Paulo. Paulo alisemaga hivi, wacha kazi ziongee, sio maneno. Jina la Bwana libarikiwe. Tunaongea kwa matendo, hakuna haja ya kukaa na propaganda za maneno, maana maneno matupu hayavunji mfupa. Lakini kazi zikiongea ni jambo zuri. Niwaombe wachungaji, viongozi wote, fike hapa mbele tuwaombee ndugu zetu hawa, makamu askofu pamoja na askofu. Tuweke mikono juu yao, tuwatakie neema ya Mungu. Mwenyezi Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ninarudisha sifa na shukurani mbele zako kwa ajili ya kamati tendaji hii ambayo Bwana umewapa viongozi hawa. Ndugu Franki Mchiama pamoja na wachungaji wenzake hawa, Baba, wanabeba dhamana ya kuwasaidia viongozi hawa. Na waombea Mungu neema yako iwe juu yao. Watumie kwa kuleta mawazo na ushauri wa kujenga na kuimarisha kazi yako. Yesu, wasimamie na kuwatetea katika kila hatua, na Bwana jina lako likapate kutukuzwa na kuinuliwa, ili wanao wasababishe mafanikio katika ufalme wako na kazi yako Mungu ikainuliwe, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo ninaomba hivi na kushukuru. Amen. Nawatakia neema ya Mungu. Tunaweza kuamua tunaji viongozi wa mikono. Amen. Fika hapa kamati ya wasuluhishi, baraza la usuluhishi na ushauri, pite hapa mbele tupate kuwaombea. Ya ndugu zangu wapendwa, mmebeba dhamana kubwa ya kusaidia kanisa la Mungu
hasa linapopitia changamoto. Na katika wakati wa changamoto za migogoro, msuluhishi unapaswa kuwa mtu mtulivu sana na makini katika kusikiliza, ili upate kuelewa na kufahamu namna ya kusaidia, kujua chanzo cha tatizo, sababu ya mgogoro, ili yale mawazo utakayotoa ya kushauri na kusaidia watu yaweze kuleta msaada kwa wahusika. Niwaombe ndugu zangu, muifanye hii kazi kwa moyo na kwa kujitoa. Na zaidi ya yote pia tumuombe Mungu, ikiwezekana miaka yenu 5 migogoro isitokee. Mbaki mnamtukuza Mungu tu na kutoa ushauri kwa maendeleo. Mungu alipotupa neema ya kupatana, hiyo ni saa 11 jioni, ndipo vigeregere vikapigwa, watu wakasalimiana, na hapo ndipo tukaulizana tunakulaje. Unaona watu wakigombana hata kula wanasahau. Sasa hiyo ni shughuli. Kwa hiyo nawatakia neema ya Mungu iwafunike, mkaitende hii kazi kwa moyo na kwa bidii, na Mungu awasaidie mambo yanapotokea myatatue kwa hekima na maarifa mtakaopewa na Roho Mtakatifu, ili kanisa la Bwana lisipate tabu. Niliwahi kuambia mahali watu fulani wakati tunatatua mgogoro kwamba mkikutana kujadili maendeleo, masaa 2 mnazungumza vitu vya kujenga sana na mnakuwa mmefika mbali. Lakini mkijadili mgogoro masaa 6 hata mjapata ufumbuzi. Hiyo ni changamoto kubwa. Na sisi tunasema migogoro isitupunguzie mwendo. Niombe makamu wa askofu ufike hapa utuongoze kwa maombi, ndugu wanapopiga magoti tuwaombee. Karibu uchukue mic ya Hapa tusimame. ya Hallelujah. Baba yetu Mungu wa mbinguni. Thank you, Lord Jesus. You are worthy, Lord. You deserve honor. You deserve praise. You deserve glory. Bwana, usimame na watumishi wako hawa, wapake mafuta ya Roho wako Mtakatifu katika kuleta amani, katika kufanikisha mambo mazuri. Bwana, ukawasimamie. Bwana, ukawaongoze. Bwana, ukawatetee na ukawapiganie. Wacha jina lako likatukuzwe, na Bwana ukainuliwe kwa utukufu wako, na neema yako ikasimame pamoja nao. Tunakushukuru kwa yote, tukiamini ya kwamba Mungu utasimama nao, na Bwana utawatetea, na Bwana utawashika, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Amina. Mungu awabariki sana wazee wetu. Barikiwe sana baba. Barikiwe sana baba. Mungu akubariki sana baba. Uliye waita takatifu wako. Haleluya. Wawe mitume wachunga lishe kundi lako. Haleluya. Wanyonge nawe Yehova kawa mashujaa na wapole na wapolewa wachungaji viongozi wote karibu. Sogeni tuombe.
jina la mwanao Yesu Kristo. Wewe ni Bwana ambaye umewaita watumishi wako hawa katika idara zote za kanisa kwa ustawi wa kanisa lako. Umemwita mama huyu katika idara ya UWW na ukampa neema hata ngazi ya taifa. Bwana, twaomba uweke neema juu yake, msaidie dada huyu Bwana katika nafasi uliyompa. Wengine wanaongoza idara ya vijana, idara ya injili na umisheni, idara ya sifa na mziki. Mungu kawasaidie, kanisa lako likastawi, kanisa lako likapiga hatua, kanisa lako likasonge mbele. Tunaliamini kwa sababu wewe utafanya na utawapaka mafuta kwa Roho wako Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Wote tuseme amina. Amen. Mungu awabariki sana. Mwenyekiti wa halmashauri ya Mtama hapa pamoja na mbunge wetu wa jimbo hili, kwa ushirikiano wenu mzuri, niombe mnifikishie salamu zetu za FPCT kwa viongozi wenu wakuu kwamba sisi kama FPCT tungali na nia kubwa sana ya kuiunga mkono serikali yetu inaongozwa na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa jinsi ambavyo inazidi kututia moyo kwa mambo mengi inayoyafanya na hasa ya kuletea maendeleo wananchi. Mwezi wa pili uliopita tarehe 16 tumehitimisha maombi ya siku 40 ya kufunga kanisa lote nchi nzima. Moja ya hitaji kuu lilikuwa ni hilo ulilolitaja mheshimiwa, kwamba Mungu atupatie viongozi walio katika moyo wake kustawisha Tanzania inaosifika kuwa kisiwa cha amani endelee kuwepo. Maana hayo sio maarifa ya mtu mmoja, ile ni neema yake Bwana iliyoachiliwa juu ya taifa hili, lakini ina walioaminiwa na Mungu kubeba dhamana hiyo, naye ni rais wa nchi yetu ambaye ni nembo ya Watanzania wote, ambaye anatuwakilisha. Akifanya vizuri wote tutafurahi. Kwa hiyo ni nia yetu kuendelea kuona nchi yetu inasonga mbele katika maendeleo, na tunaendelea kulihamasisha kanisa, watu wetu wajitokeze hata kujiandikisha kwenye huu uchaguzi unaokuja. Mwito wetu pia, kanisa letu lina miko ya uongozi. Moja ya mwiko wetu, kiongozi haruhusiwi kugombea cheo chochote cha siasa. Sisi ni wahudumu wa madhabahu, lakini washirika wetu tunawataka wasogee hata katika siasa, wafanye kazi. Moja wapo ni wewe mbunge wetu. Ni kina nani waliosababisha? Ni ninyi ambao mliamua kuitika mwito wenu. Tunaamini katika siasa pia, kwa sababu ni utaratibu ambao umewekwa na Mungu kuwaunganisha watu ili wawe na malengo mamoja kwa kutafuta ustawi wao. FPCT wenzangu, mulio na mwito huo wa kuomba nafasi za uwakilishi kwa wananchi, shirikianeni na serikali yetu kutafuta kuwasaidia wananchi kimaendeleo kwa kuomba nafasi za kazi huko zinazowezekana. Na mkienda huko muendeshe siasa za kistaarabu. Sawa sawa jamani? Sasa msifanane na wale wengine ambao wanatembea ngumi mkononi. Wewe hakikisha kusimama kwenye jukwaa la siasa haikukupi license ya kurusha ngumi. Upate nafasi hiyo kwa amani na utulivu, lakini pia bila kukosa kuwaunga mkono wawakilishi wengine tulionao tayari ambao tunaona wanatuletea tija kama walivyo hapa leo. Mungu awabariki sana jamani. Baada ya kusema hayo, ninawatakia baraka za Bwana katika jimbo hili. Nikuombe mkuu wa programu uendelee na utaratibu ulioko mbele yetu. Asanteni sana kwa kunisikiliza na kwa mapokezi mazuri. Mungu ibariki FPCT na Mungu ibariki Tanzania yetu. Amen.